washiriki, kama mamlaka ya ununuzi wa umma, jukumu letu ni kuhakikisha kuwa mifumo ya ununuzi inazingatia misingi ya usawa, haki na uwazi. Tunatoa mafunzo kwa watu mbalimbali, kuanzisha programu za uhamasishaji na kushirikiana na wadau muhimu. Kama hivyo, leo tunashirikiana na vyama vile nilivyosema, TAB na TLB, ili kuhakikisha kuwa makundi maalum yanaelewa haki zao na katika mchakato wa ununuzi wa umma yanashirikishwa. Mwisho, nataka kusisitiza kwamba kila mmoja wetu ana jukumu kuhakikisha kuwa tunafaidika na fursa zinazotolewa kwa makundi maalum katika sekta ya ununuzi wa umma. Mafunzo haya ni mwanzo mzuri wa safari ya kuelewa na kutumia haki hizi katika kuboresha mazingira ya kufanya biashara na kuongeza tija katika uchumi wa nchi. Ndugu washiriki, sasa mwisho kabisa nitumie fursa hii kuwashukuru kwa kujitolea na kujiunga na mafunzo haya, na ni matumaini yangu kwa kuwa mtachukua maarifa haya na kuyatumia katika shughuli zenu za kila siku, wote sote tutafaidika na maamuzi mazuri yaliyofanywa na serikali yetu kupitia bunge letu la kurekebisha sheria hii ili kutoa fursa hizi kwetu. Tuna jumla ya vikundi maalum 280 vilivyokamilisha usajili na uishaji wa taarifa zao katika mfumo wa ununuzi wa umma, yani NeST. Kwa sababu haya yote, ndugu washiriki, mtapata elimu kwa uwezeshaji kwamba yanafanyika kupitia mfumo maalum wa ununuzi wa umma kidijitali ujulikanao almaarufu kama NeST, ambapo vikundi hivyo vimepata tuzo ya mikataba zilizotolewa kwa makundi maalum. Jumla ya tuzo 440 zimeshatolewa kwa haya makundi maalum yaliyojiandikisha na kukamilisha uishaji wao, zenye thamani ya takriban shilingi bilioni 15. Miongoni mwao vikundi 163 sawa na 58% ni wanawake, na watu wenye mahitaji maalum ni vikundi 4 tu mpaka sasa ambavyo vimepata zabuni hizi, na wazee ni vikundi 17. Sasa kama unavyoona, kwanza usajili ni mdogo, vikundi 280, na mahitaji ni kwamba kikundi kiwe na kati ya watu 5 mpaka 20, na unaona bado kuna mwamko mdogo kwa vikundi vya watu wenye mahitaji maalum, kwa sababu ni vikundi 4 tu ambavyo vimeshasajiliwa, vimeshaoisha taarifa zao na ambavyo vimepata zabuni na kufanya kazi na serikali. Na ndio maana PPRA tumeona tuna haja kubwa ya kukutana na viongozi wa jumuiya pamoja na chama, tukishirikiana na hizi wizara mbili kuongeza kasi. Tunapozungumzia 30% kutengwa kwa taasisi nunuzi zote, takriban ununuzi wa umma uko kati ya trilioni 20 na trilioni 25. Kwa hiyo tunaweza tukawa tunazungumzia kati ya trilioni 3 mpaka trilioni 4 mpaka 5. Kwa hiyo ni fedha nyingi ambazo serikali imezielekeza taasisi nunuzi kuhakikisha wanatengeneza kazi ambazo ndio kazi ambazo zinafanyika kila siku katika utekelezaji wa majukumu yao.